kuna mtu amepata neema, alafu tukaungana, nchi hii itakuwa na uamsho wa kutisha ambao hujawahi kuona. Kwa vile muda hautoshi, lakini nikipata neema tutashirikishana. Ninaifahamu nchi hii kwa undani. Mimi nilikuwa wakufa, lakini kwa nguvu ya Mungu amewafanya wale wanifanye niwe salama, ili utukufu wa Mungu ubakie kuwa wa Mungu. Kwa mwenyekiti wa CPCT na wote mlioko hapa, nataka niwaambie kama inavyoongea Zaburi ya 133 mstari wa 1 mpaka wa 3. Ni vizuri kama nini ndugu wakikaa pamoja. Ni kama mafuta yashukayo ndevuni mwa hata upindo wa vazi lako, ndiko alikoamuru baraka. Umoja una nguvu ya kuamuru baraka ya rohoni mpaka ya mwilini. Out of unity there is no blessing. Nje ya umoja hakuna baraka. Nimeona sasa, niseme hivi, mahali pengi nilipoenda kuhudumu, nikawaomba, mkitaka nifunguke, sio mimi, nifunguke, yani roho afunguke kuongea siri za majibu ambayo umeyatafuta kwa miaka mingi, lakini majibu yapo. Niliwaambia nisaidieni kumpa Mungu utukufu kwa lolote nitakalolisema. Hata hapa kuna kitu kitalipuka within kwa dakika chache, lakini ili kilipuke, mimi nilijifunza, sijawahi kuzoea madhabahu. Sijawahi kuzoea madhabahu. Sijawahi kuzoea madhabahu. Huyu mwenyekiti wa CPCT ni ndugu yangu, anafahamu vizuri mapito yote na wengine. Na wengine naona wanawafahamu, wanafahamu. Nataka sijawahi kuzoea madhabahu. Na ningelikuwa ni kutafuta fedha kwenye nchi, hata mnaona manabii wana hela, yani ingekuwa cha mtoto. Mimi nilikuwa na mlango wa kutosha, lakini Mungu akaniambia, sikukutuma kwa ajili ya fedha, nimekutuma kuleta uponyaji kwa ajili ya nchi. Ila niliahidiwa nitakubariki sana rohoni na nitakubariki sana mwilini, na utakuwa baraka kwa watu wengine. Nikamwambia nitaamuru baraka zikufikie na utakuwa baraka kwa watu wako. Na nikaambiwa nitakutumia kwa viwango vikubwa ambavyo wewe hutakuwa mwenyeji. Katika maisha yangu mimi nimefufua wafu wawili tu. Mmoja amefufuka pale Kawe, mwingine amefufuka Peramio Songea. Kwa hiyo lakini hayo yote ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Nataka nikwambie kwamba ukitaka umuone Mungu hata hapa ndani ya muda mfupi, kwa sababu niambia popote atakaposimama mimi nitatenda kazi. Nataka niwaambie within a minute, ukifaulu hiki nitakachokuambia, utaondoka hapa na historia. Nikaambiwa na waambia watu, kiwango cha wewe kumpa Mungu sifa kitakachoendelea, usinione mimi, ukamwona Mungu, utatoka hapa kwa namna ambayo ni ya ajabu kupita kawaida. Moja ya watu wanaomwamini Mungu, na muamini Mungu, lakini sitaki kuzoea madhabahu, kwa sababu Mungu ndiye anayepewa sifa. Praise in the name of living God. Na ndio maana wimbo wowote unaoimba wa kumpa Mungu utukufu ni chakula cha Mungu, unamshawishi Mungu akae hapo. Moyo wako jifunze kumpa Mungu. Hata waimbaji na watungaji, try all the best kutengeneza nyimbo zinazompa Mungu sifa na kumtukuza. Unashusha mambo yako yafunguke na kubadilika kwa staili ya ajabu na ya kushangaza. Tuko hapa kwa sababu the grace of God. Na ndugu yangu mwanangu Shirima na mke wake pamoja na Apostle, mimi ni baba yao, ni mlezi wao, na nimesimama nao. Amekiri kwa kinywa chake ya kwamba ndani ya miaka mitatu ameona Mungu akifanya, na ataona zaidi kwa viwango vikubwa na kwa namna ya ajabu. Sasa kwa sababu mbingu iko wazi,
hivi wao wamemwona Bwana. Nataka niwaambie mkumbi huu leo, hawatamwona wao peke yao, watamwona wao na nitawaombea, na ukumbi mzima lazima muondoke na ishara ya wema kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Maana Mungu anataka watu wenye umoja, anataka watu waliomaanisha, anataka wenye upako. Nami nasema wito wangu wa kwanza ni uinjilisti. Wito wangu wa kwanza ni uinjilisti. Nimejikuta nimetumika huduma zote 5 bila kuomba, bila kufunga. Nimetumika huduma zote 5. Nimetumika kama mtume, nimetumika kama nabii, nimetumika kama mwinjilisti, nimetumika kama mchungaji, nimetumika kama mwalimu ambao nimefundisha hapa, nimefundisha Nairobi, nimefungua vituo, nikitrain watu. Kwa nimejikuta huduma zote nimezifanya kwa neema ya Mungu. Kwa namna gani? Ni kwamba nikiwa mwinjilisti kwenye dini niliyokuwa na TAG, nimefungua makanisa 41. Nikiwa 41. Kwa unapoongelea habari ya uinjilisti, mmenigusa. Ninapata shida tu na muda kwamba itabidi niseme kwa ufupi tu nikakae. Makanisa 41 nimefungua TAG, ikiwepo hii kanisa la mchungaji Masasi. Lile mimi ndiye nilifungua. Nilimleta kijana mmoja anaitwa Nturo, ameenda mbele za haki. Yale ya kina Seraka na mengine Lindi, Masasi, Mbaba Bay, Liuli, Chimate, Undari, kule Mtwara, pale Masasi, ndani makanisa 41, ukiondoa nilionayo kwenye kanisa la Neema ambao nao ni mengi. Hayo nazungumza ambao nimeyafungua huko. Nimehubiri kwa miguu, nimetembea kwa muda wa kutosha huku kwenda vijiji na vijiji. Kwa naposikia vijana wana wivu kama huu, tupige makofi makubwa kabisa. Rebosha ya kananda, rabosa katinanda. Mwanangu, kuna watu wengine ukiwaalika ukawafikisha mahali sio kwa faida yako, ni kwa faida ya mwili wa Kristo. Praise the Lord. Ni kwa faida ya mwili wa Kristo. Kwa msingi huu ninaongea vitu nikijua Mungu anafanya. Ukitaka kumwelewa Mungu alivyo ajabu, angalia, ni kijana mdogo sana, lakini amefanya promotion imekuja kubwa, na uone utangulizi. Yesu atakwenda kukutumia kwa viwango vikubwa. Natamka neema kwa Justin. Nimemwona kijana huyu amebeba vyombo. Kijana tumehubiri. Kuna siku alitupa changamoto Dodoma mjini. Nilipohubiri alikuwepo. Ikatikisika lile miungu ikatikisika. Wakatwita system nzima ya usalama, wakatwita. Wakasema mnahubiri kuanzia leo. Wananinyoshia kidoro, wewe huyu atahubiri, wahubiri wengine. Miungu ilitikisika. Wanauliza, wewe umesoma mpaka wapi? Sasa kusoma na nguvu ya Mungu ni wapi na wapi? Mimi nikasema nimeisha la 7 la zamani. Palitikisika kwa namna ya ajabu. Nimesikia kuguswa nikisema kwamba grace of God na watoto. Leo nimekuja na maandiko ambayo mnaondoka nayo na kwa faida, lakini nimesimama nikisema hapa kinachotakiwa ni roho ya uamsho yenye uhai wa kutosha iwaingie watu kwa viwango vikubwa. Alafu ni kingine, roho ya umoja isiyokuwa ya kawaida izaliwe. Nimetizama kamati yako, ndugu yangu, rafiki yangu, ni askari lakini yuko very humble bwana. Ni mnyenyekevu sana. Nimetambua, that's why I love you. Ni mnyenyekevu sana. Anatambua kama ambavyo watu hao wanatambua. Hakuna kitu kizuri kuwa unampa Mungu tukufu, alafu unakuwa mnyenyekevu, unatambua wenzako. Sasa kwa taarifa yenu, siwagombanishi na wakubwa zenu.
Lakini mimi kama nabii, kama ninayeona, ninayeweza kusimama si kwa faida yangu, kwa faida ya taifa na kwa ajili ya utukufu, sikugombanishi na watu wako, na watu hapa mtasikia, kwa sababu ya unyenyekevu na hii nuru ya kuleta CPCT, kuiuza maono kwa watu wote. Hawa watu na uongozi wao hamutaishia hapo, lazima Yesu atawasogeza na kuwapandisha ngazi na kuwasogeza mahali, kwa sababu Mungu anaheshimu watu anaounganisha watu na ambao wako kwa ajili ya watu wengine. Lakini jifunze kumpa Mungu utukufu. Weka mikono yako juu. Mimi nachotaka roho ya maombi ingie ndani mwako. Tunategemea kuleta nchi 10 na wameshakuja, sasa wanakuja. Tunataka roho ya umoja na mshikamano, kama tunavyoazimisha miaka 6 yenye mapito magumu lakini yenye neema ndani yao. Ndipo tunataka kuona Bwana anafanya kitu kikubwa. Hapa kilio nilicho nacho ni kupata watu sahihi ambao wanaweza kuliombea taifa na wanaweza kusimama palipobomoka kwa ajili ya nchi na kwa ajili ya makanisa, kama alivyosema mwenyekiti ya kwamba sasa tutaomba watu wengine waongezeke, kundi na kundi hapa. Hivyo vitakuwa na vitatamkwa tu. Acha nitamke kitu kisha nisome neno alafu tuweze kwenda. Weka mikono yako juu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai, kwa majira haya watu wako wamenyosha mikono yao juu. Ni ishara tosha ya neema kuu ambayo umeiweka katika mkutano huu. Asante kwa sababu unalo jambo kwa huduma The Grace of God International Ministries. Unalo jambo kwa watu walioko hapa. Unalo jambo kwa viongozi wa CPCT. Unalo jambo kwa taifa la Tanzania. Unalo jambo la kuleta uamsho usio kwa kawaida. Unalo jambo la kuzalisha kizazi kipya kwa mikono hii. Kama kwa maombi haya tunazalisha waombaji wenye nguvu, tunazalisha kizazi chenye wivu, tunazalisha wainjilisti wenye upako, tunazalisha wamama wasiotulia, tunazalisha wamama waombolezaji. Maana umesema waiteni wanawake waombolezaji, walie na kuomboleza, machozi yao yachuruzike. Acha tuone ishara kubwa kwa wamama hawa wanaobeba watoto matumboni mwao, lakini wanakwenda kuwa mashoga, wanakwenda kuwa majambazi, wanakwenda kuwa watu wa ovyo. Sasa kwa maombi na kilio cha taifa letu la Tanzania, tunakwenda kuombea matumbo ya kina mama yaliyowatoa watoto wa kike na wa kiume, ya kwamba hawataingia katika uovu, bali wataingia katika neema na wataolewa sehemu sahihi, na nguvu yako itanena kwa upya. Irimosa ya kanana kwa uweza wako, na hii maono ya uamsho yatakwenda kudominate, yatakuwa na nguvu kwa namna ya ajabu, na kila mtu atasema tumemuona Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wetu. Tumeomba tukiamini. Bwana, mikutano ya uinjilisti yenye maono ya kufikia Dar es Salaam yote itafanikiwa kwa msaada wa Roho Mtakatifu, na unakwenda kuinua watu wenye fedha mashariki, magharibi, kaskazini, kusini. Watakwenda kuprovide, watakwenda kufadhili, na kazi itakuwa nyepesi na utukufu utakuwa kwako. Imeandikwa fedha na dhahabu ni mali yako, na umesema fedha ni jawabu ya mambo yote. Acha tupokee ushindi katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nguvu ikawazidi wale wa jamaa, wanakuja kushtuka kwamba huyu sio mwenzetu akibarakashia. Na washirika kama 50 hivi waliojaa Roho Mtakatifu na wametolewa mapepo na wameponya. Ndio kanisa. Na siku ya mwisho tukatoka tukaenda pale shule ya msingi, ndio ibada ikaanza. Tukaomba. Kipindi kile tulikuwa tunaruhusiwa kufanyia mashuleni, kwa nikaenda pale, nimeondoka na kundi la wajamani, nimetoa mapepo ya kutosha. Tukaenda wiki 2 zilizofuata, ule mti ukaanguka mbuyu, ukanyoka kama mtu ameuongoza, haukugonga hata kibanda cha mtu. Ilikuwa ni nyumba ya wachawi, ikadondoka pale. Ndio vita ikainuka, ikawa ushindi mkubwa usiokuwa wa kawaida. Jina la Bwana libarikiwe. Baada ya pale
anga likafunguka. Ndio unaona KKT, unaona Lutheran, unaona nini, Anglikana, lakini palifungwa. Lutheran walikuwa wanafanyika kule Mbuyuni, ndio wakaanza kutafuta hapa Kinalema pale chini. Mimi nikapata pale juu. Naenda kuomba uwanja ukaanguka mbuyu wa pili. Mimi areji yangu ilikuwa ni wachawi wa kukaa kwenye mbibu. Kwa hiyo nimeangusha mbuyu miwili kunduchi. Piga Yesu makofi hata kama hutaki. Bwana apewe sifa. Sasa nisije nikahubiri injili nikasahau kwamba niko wapi. Naomba uandike maneno haya kwa haraka, maandiko kwenye hii shughuli ya sherehe ya miezi 6, miaka 6. Nina maandiko machache hapa yasaidie kuinua mtumishi wa Mungu Shirima na mke wake na apostle pamoja na kamati, lakini na inue timu ambayo imeamua kutengeneza umoja ulio na uhai. Kwa hiyo naomba niwape tu mambo machache hapa ambayo tunaita kumshukuru Mungu kwa miaka 6 ya neema ya kuifikia kwa kazi kubwa. Naomba uandike Zaburi 126 mstari wa 3. Kama takweko, kwa sababu ni mstari michache, kama yuko mtu atakuwa nasoma haraka, naona vijana wako hapa, basi utasoma ili isaidie kutimiza. Hiyo ni nguvu ya Mungu ambayo tunataka itembee kwa uhai. Sasa hebu mstari wa kwanza ni Zaburi 126 mstari wa 3, na mwingine atasoma Samueli wa kwanza sura ya 7 mstari wa 12, na mwingine atasoma Isaya sura ya 43 mstari wa 18 hadi 19, na wa mwisho atasoma